Watu wengi wamekuwa wakiota wanafanya mitihani na unakuta wanafanya aina fulani ya mitihani migumu, au aidha anafanya mtihani na amalizi maswali, na watu wengi wanajiuliza maswali, mbona aina hizi za ndoto zinawatokea? Ni Mungu anakuwa anakutazamisha, anakuambia kuna assignment ambayo amekupa kuifanya, au kuna kitu ambacho unatakiwa kukifanya na au kifanye, au kuna kitu ambacho unakifanya lakini ni tayari au kifanyi kwa ubora ule ambao Mungu anataka. Huenda ni biashara ambayo tayari Mungu amekupa, lakini ile biashara au ifanyi kwenye ubora ule ambao unatakiwa kufanya, ndipo utajikuta unaota ndoto mara unafanya mtihani na umalizi, unafanya mtihani na ni mgumu, au aidha kuna next level, hatua nyingine ambayo Mungu anataka kukupa, aidha kwenye shule ya kwako, aidha kwenye biashara ya kwako, aidha kwenye ndoa ya kwako, lakini kuna baadhi ya vitu haujajifunza na vinakufanya ukae mahali pamoja. Ndipo unapoota unafanya mtihani umalizi maswali, unafanya mtihani ni mgumu, unashangaa unafanya mtihani ghafla muda unaisha. Ni Mungu anakuwa anakutazamisha, na ni moja kati ya ndoto ambazo zinawafanya watu kuchelewa, watu kushindwa kupiga hatua, watu kushindwa kujua nyakati ambazo Mungu amewatembelea. Ukiona ndoto hii ghafla imetokea kwenye maisha kwako, punde kuna baadhi ya vitu unatakiwa kufanya. Namba 1, omba toba. Namba 2, jaribu kumuuliza Mungu, ni kitu gani ambacho unanitaka nikakifanye kwa ubora? Ni kitu gani ambacho natamani nijifunze ili niweze kuimprove au kupiga hatua kwenye baadhi ya mambo yangu? Utaangalia wakati huo unafanya mambo gani, utaangalia wakati huo unawaza kufanya mambo gani, utaangalia wakati huo watu wako wa karibu au watu wasiokuwa wa karibu wanakushauri kufanya nini, wanakuelezea nini, ujue hicho kitu ndicho unachotakiwa kukifanya. Utamsihi Mungu na Mungu atakuelekeza ni nini ambacho unatakiwa kukifanya. Na namba 3, mshukuru Mungu kwa direction hiyo ambayo atakuwa amekupa. Mtihani ni assignment ambayo Mungu huwapaga watu, na ghafla zinawarudiaga kwenye ndoto, na ghafla zinawatokeaga kwenye ndoto, ili kuwasukuma wakafanye kile ambacho wanatakiwa kufanya, wakafanikiwe, wakaone mkono wa Mungu, wakaone hatua, wakaone mafanikio. Mungu akubariki sana. Let me see you in highest. Nikakuona ukifanikiwa, nikakuona ukibarikiwa. Ninakuombea katika jina la Yesu Kristo. Kama umeshawahi kuota ndoto ya namna hii, Mungu akafungua masikio yako ya ndani na macho yako ya ndani, ukaone ni nini kinachokupasa kukifanya na ukakifanya katika ubora. Mungu akubariki sana. Ni mtu wako wa Mungu, Apostle Florian Jiala. Shalom, I sign out. God bless you. Kuwa wanafamilia wa Jesus Embassy, tafadhali subscribe kwenye alama hiyo nyekundu, gusa, alafu bonyeza pia alama hiyo ya kengele ili kuwa wa kwanza kupata video hizi za mafundisho ya Mungu.